Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Karibu mpenzi na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Tumaini Media katika kipindi chetu cha Uhai wa Injili. Leo tunatafakari Dominika ya 11 mwaka A wa kanisa, baada ya kusherekea sherehe nyingi zilizotokana na kipindi cha Pasaka, mwili wa Kristo, Utatu Mtakatifu, moyo mtakatifu wa Yesu, wa Bikira Maria, moyo wake safi. Leo tunaingia tena katika mzunguko wetu wa Dominika za mwaka, ambapo tunaona kanisa linang'aa kwa rangi yake ya kijani, kuonyesha yale maisha ya kawaida. Yesu anatamani kutusindikiza katika maisha yetu ya kila siku, ambapo mara nyingi tunashindwa kumwona Mungu nje ya matukio makubwa, nje ya yale makubwa ambayo Mungu anaruhusu. Anataka pia onekane katika yale madogo ya kila siku. Na hivyo katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatokana na kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya pili hadi ya 6. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura 5 aya 6 hadi ya 11, na Injili kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 9 aya 26 mpaka sura ya 10 aya ya 8. Na sasa tusikilize Injili. Kutoka Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe, na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na majina ya hao mitume 12 ni haya: wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo na Yohane nduguye, Filipo na Bartholomayo, Tomaso na Mathayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Thadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao 12 Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Neno la Bwana. Wapendwa, katika masomo yetu ya leo, katika Injili yetu ya leo, tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo anavyowahurumia mkutano. Kitu cha kwanza ambacho ningependa tuweze kutafakari pamoja ni neno hilo, kuhurumia. Katika wiki hii ambayo tumemaliza pamoja, neno moyo au roho limejirudia sana. Na neno hili kuhurumia haliko mbali na misamiati hiyo, kwa sababu katika lugha ya maandiko, neno ambalo hapa limeandikwa kwa lugha ya asili Kiyunani, spalanchniste, maana yake kwamba matumbo ya Yesu yalitetemeka. Ni kauli ambayo inaweza ikatushtusha kidogo, ikatushtua, kwa sababu matumbo gani? Kwa nini tunasema matumbo? Kiasi kwamba Injili nyingine zinatafsiri kama alikasirika. Kwa sababu katika maandiko kuna namna Mungu anaonyesha huruma yake. Mungu anapohurumia anaonyesha sura kama ya mama ambaye amembeba mtoto katika tumbo lake, na anapoona anaelekea kuanguka, kuumia, chochote kinaenda kumtukia, anasikia yale matumbo ambapo alimbeba yakitetemeka,
yakivuma kwa ajili ya yule mtoto, lakini kwa sababu ya ule upendo mkubwa, wana biolojia na wanasayansi wanaeleza kitu kinaitwa symbiosis, yaani mama na mtoto wanajisikia kuwa kitu kimoja, kile kitovu kilichowaunganisha. Na vivyo hivyo Mungu ana kitovu na kila mmoja wetu. Anamwambia Musa, kwa sababu somo letu la kwanza haliko mbali, liko katika kitabu cha Kutoka, anamwambia Musa, na kutuma wewe kwa sababu nimesikia, nimeyaona na yajua mateso yao, vilio vyao, najua wanachokipitia. Kujua katika maandiko maana yake sio kujua kwa kichwa kama vile darasani, lakini kujua mpaka ndani, kuonja ndani kwamba kweli naelewa unachokipitia. Mara nyingi tunapokuwa katika misiba, katika changamoto, tunahitaji mtu ambaye tunajua anaweza kutuelewa, anaweza kuelewa tunavyojisikia, kwa sababu pengine na yeye pia amepitia. Na Benedikto wa 16 alisema kwamba kisasi hiki sio kwamba hakitaki kujifunza vitu, sio kwamba ni kisasi cha kikaidi, bali ni kwamba hakitaki walimu ambao sio mashahidi. Ndio maana Yesu anawachagua mitume, tunasikia, baada ya kuwahurumia, kwa sababu ni kama kondoo wasio na mchungaji. Hapa tunaingia katika jambo la pili ambalo ningependa tuweze kutafakari pamoja, ni kwamba Yesu hasemi kwamba anawaona kama kondoo wasiofaa. Mungu anaponituma mimi kama mtume, kwa sababu sote anatuita kama watume, anatuita kusema ufalme wa mbingu uko karibu. Sio kwamba tunawaletea sisi, lakini uko karibu. Mungu yuko karibu na kila mtu. Sisi tunawasaidia kuona kama Mungu yuko karibu. Kondoo bila mchungaji, kwa nini inasikitisha kuona kondoo bila mchungaji? Kwa sababu ni mtaji, kwa sababu kuna potential. Kwa hiyo watu wanaotuzunguka wana potential, wana nguvu kubwa, lakini hawana mtu wa kuwaongoza, hawana mtu wa kuwafikisha kwenye malengo. Hapo ndipo Yesu anatuita sisi sote kuwa mitume, ambapo mtume sio tu kwa sababu anawaongoza wengine, kwa sababu yuko juu ya wengine, lakini anawapeleka kwa kutimiza mpango wa Mungu ndani yao. Hivyo Mungu anahitaji tuweze kugundua kwanza mpango wa Mungu ndani yetu. Na ndiyo maana anasema msiende kwa mataifa, msiende pale ambapo ni rahisi, kwa sababu watu hawafahamu. Tuanze ndani, tutafute kondoo waliopotea kati yetu, tuangalie ndani yetu vitu vingapi hatuelewi katika yale ambayo Mungu anaruhusu katika maisha yetu. Tutafute ufalme wa mbingu ulivyo karibu na sisi, na hapo tutaweza kuambia wengine Mungu yuko karibu na wewe. Angalia, Mungu yuko hapa, na kubadilisha, kugeuza maisha yao. Vivyo hivyo Yesu anawapa masharti. Anasema muombeni, kwanza muombeni. Anatolika kuombea miito, sio tu miito ya wakfu, ya upadri na usista na ubruda na ukatekista na kadhalika, lakini pia miito ya ndoa. Kwa sababu bila familia imara hatutapata watenda kazi. Wapi tutapata nguvu ya kuweza kujitoa kwa wengine tusipoona mama na baba wanaoweza kuvuka changamoto zao? Sio kwa sababu ya nguvu zao, sio kwa sababu ya mbinu zao, sio kwa sababu wanafanana kitabia, lakini kwa sababu Mungu aliwakutanisha, amewaunganisha na anawadumisha katika sakramenti ya ndoa. Hivyo Mungu anatualika kuona kwamba yeye anatuchagua kila mmoja kwa majina yetu, akijua hali zetu. Tumesikia majina, na Injili hazifichi madhaifu ya hao mitume. Tomaso aliyekuwa na mashaka, Petro viherehere yake, Yohane na Yakobo pia na viburi na kujiona bora kuliko wengine na kadhalika, Filipo na Andrea ambao hawakuwa na imani kubwa kwa Yesu ingawa walikuwa wanamfuata. Yeye anatualika, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Kwa namna gani? Tunapotangaza Injili. Baadhi ya watu Mungu anawajalia neema ya miujiza ya kimwili, lakini tukisoma katika waraka wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 na pia Warumi sura ya 12 na kuendelea, ambapo Paulo anaeleza karama za Mungu, tunaona kwamba uponyaji, pamoja na kwamba ni kitu kizuri sana, lakini si kati ya karama za kwanza. Anasema kwanza aliwaweka katika kanisa mitume, watu wa kuongoza wengine, alafu akaweka walimu, akaweka watu wa kufundisha, watu wa kutoa maneno, watu wa kuponya na kadhalika, na hivyo mpaka karama zote pamoja na kunena kwa lugha. Sio kwa sababu karama hizo sio muhimu, lakini zilizo muhimu zaidi ni zile ambazo zinaweza kusaidia watu kuona Mungu karibu nao.
Na Mungu anatuita kila mmoja wetu kwa ubatizo wetu, tumeitwa kuwa wafalme. Sisi ni wafalme, sisi ni manabii, sisi ni makuhani. Makuhani kwa sababu tunaweza tukawaombea watu, tukawa watu kati yetu sisi na Mungu, kuwaombea watu, kuwapatia neema na kupeleka sala zao kwa Mungu. Sisi ni manabii kwa sababu Mungu anataka tuweze kuona mapenzi yake. Nabii sio yule anayetabiri kitakachokuja tu, lakini anaweza kuona Mungu yuko wapi katika maisha ya mtu. Na tunakuwa wafalme kwa sababu mfalme tu anaweza kusamehe. Pale tunaweza tukapoza wagonjwa. Watu wangapi wanateseka kwa sababu ya kutoonja msamaha, na pengine hawaje kuungama kwa sababu hawajaonja msamaha katika maisha yao. Sisi tunaweza tukawa mlango wa kuwasaidia. Na Mungu aliwachagua hawa 12, maana yake hawa 12, pamoja na kwamba kulikuwa na Yuda Iskariote. Mara ngapi katika maisha yetu tunaona watu ambao wanamsaliti Yesu katika historia ya kanisa. Injili hatufichi. Hatutakiwi kuficha kwamba kuna watu wamemsaliti Yesu. Na tunaweza kuwa sisi pia kama Petro, tukijiona kwamba sisi hatutawahi kumkana Yesu, tutajikuta kwamba usiku huu tutamkana mara 3 kwa matendo yetu, kwa kuogopa kuonyesha kuwa Mkristo mbele za watu, kwa kuogopa kuonyesha kile ambacho Mungu amefanya pamoja nasi. Lakini hata hivyo Mungu anatuchagua na anatamani kutufanya kuwa nguzo za kanisa lake. Pamoja na Mathayo kuwa mtoza ushuru, mtu ambaye alikuwa anaweka hela katika nafasi ya kwanza, aliamini kwamba pesa inaweza kumjalia kila kitu. Hivyo mbele ya masomo ya leo, somo la kwanza, Mungu anasema mimi nimewabeba ninyi katika mabawa ya tai, nimewaongoza muwe kwangu, muwe tunu, muwe sehemu yangu iliyo bora. Na vile vile katika somo la pili, Mtume Paulo anatuambia kwamba ishara kubwa ya kwamba Mungu ametupenda ni kwamba alitupenda na anatupenda ngali tunapokuwa waovu, tunapokuwa maadui yake kwa matendo yetu, yeye anaendelea kutupenda. Mara nyingi tunahitaji kuelewa kama Mungu anaendelea kutupenda kabla, wakati na baada ya kutenda dhambi. Hapendi dhambi, lakini anampenda kupitiliza anayetenda dhambi, kwa sababu anaelewa kwamba anatenda dhambi kwa kutojua, kwa kujidanganya, kwa sababu hajaonja kweli upendo wa Mungu. Hivyo yeye anatamani tuweze kuonja upendo huo. Anatamani tusijifiche kama Adamu pale ambapo tunaona tumetenda dhambi, bali tuweze kama Daudi kutambua, kusema ndio, ni mimi mtu huyo. Na hatutachelewa kama yule mwana mpotevu kuonja ile kumbatio la baba. Na hivyo pale anasema kwamba alipomwona yule mwana mpotevu akirudi, anarudia neno lile lile kwamba alimhurumia, matumbo yake yanatetemeka. Tuliona pia katika mtume Barnaba na leo katika mitume hawa, Mungu hahitaji mitume ambao wako daima na hakika, ambao hawakosei. Kinyume, Biblia imejaa mitume wenye makosa, lakini ambao Mungu aliwafananisha na moyo wake mtakatifu, ambao aliwapa hisia zake. Anayotambia Paulo kwa Wafilipi, muwe na hisia zake Yesu, muwe na nia yake Yesu. Hiyo ni zawadi yake ambayo tunapata kupitia kwa Roho Mtakatifu. Tunapompokea katika kusoma neno lake, katika kusikiliza tangazo la habari njema, katika kupokea mwili na damu yake, katika kwenda kuungama na kujiweka wazi mbele ya Mungu, tunaendelea kuundwa kuwa wale mitume, kuwa kama Sulemani, kama Daudi, mtu kulingana na moyo wake. Sio kwa sababu ya kuwa wakamilifu, kinyume, pengine kwa sababu ya madhaifu yetu, pale ndipo tunafaa zaidi. Lakini hicho ni kitu ambacho ni Mungu lazima tufundishe. Hatujazoea kujifunza kupendwa. Hatujazoea kujifunza kama Paulo alivyosema kwamba tulipo dhaifu ndipo tunapokuwa na nguvu, na kuweza kujivunia katika madhaifu yetu, kwa sababu katika hayo ndipo nguvu ya Kristo, neema yake itang'aa kwa namna kubwa zaidi. Pale ambapo tunajisikia wanyonge na Mungu anatualika kuwachunga wale ambao wako karibu na sisi, bila kujiangalia sisi, kujitoa kwa kuamini kwamba Mungu atajalia, kama alivyosema Abrahamu kwa Isaka, katika mlima wa Bwana utapatikana. Anatupatia mwanae Yesu Kristo ambaye ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Tusitie shaka wapendwa. Sisi ni hazina kubwa ya Mungu. Sisi ni tunu kubwa kwa ajili ya Mungu. Na yeye anajivunia kwamba wewe unatamani kumfuata, kwamba wewe unatamani kuwa naye, na yeye atakuwa mwaminifu katika maisha yako, kwa sababu wewe ni mtume wake, kwa sababu yeye anatamani kuweza kupatanisha ulimwengu kupitia wewe. Anatualika, tumepata bure, tutoe bure.
tuweze kupokea bure, kujazwa bure bila mastahili upendo wa Mungu, itafanya mioyo yetu itamani kuwatangazia wengine habari hiyo hiyo njema. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyewaletea tafakari hii ya uhai wa injili ya leo ni mimi hapa, Padre Richard Osvaldo Villar Zorrilla, padri wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, paroko msaidizi katika parokia ya Bikira Maria Mama Kanisa Goba Maria. Nawatakia Dominika njema ambapo kweli tujitambue kuwa mitume wa Yesu na tuweze kuwagusa wengine kwa kile tulicho nacho, tukiamini kwamba Mungu atazidisha mara 100. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia Dominika njema. Mtazamaji wa televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.